wa Sayuni, tazameni watu wa Sayuni, Bwana atakuja kuwaokoa mataifa. Bwana atakuja kuwaokoa mataifa. Enyi watu wa Sayuni, tazameni watu wa Sayuni, Bwana atakuja kuwaokoa mataifa. Bwana atakuja kuwaokoa mataifa. Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya pili ya Majilio katika mwaka A wa kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya, sura ya 11 aya ya kwanza hadi aya ya 10. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 15 aya ya 4 hadi aya ya 9. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya 12. Tusikilize Injili takatifu. Siku zile aliondokea Yohane Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohane mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba. Wala msiwaze miongoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Na nyoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeto lake la mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Injili ya Bwana. Basi wapendwa wa taifa la Mungu, tunaendelea katika kipindi hiki cha Majilio, kipindi ambacho tunasubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Anakuja kuzaliwa na kuweza kujifanya mtu. Mungu anakuwa mwanadamu. Immanueli, Mungu pamoja nasi. Anakuja kuuishi binadamu wetu ili kuweza kudhihirisha na kuweza kutufundisha ni maisha gani ambayo tunatakiwa kuyaishi, namna gani katika ubinadamu wetu tunatakiwa kujifunza namna ya kuweza kuwa watiifu, kuwa wanyenyekevu, na kuweza kuona kwamba tuna nafasi kubwa sana ya kumtumikia Mungu tungali wanadamu. Basi huu ni upendo mkubwa sana, ni unyenyekevu wa hali ya juu kutoka kwa Mungu wetu aliye mwaminifu na mwenye huruma, kwa kuweza kuuvaa uhusika wetu. Hii yote ni kutokana na upendo, huruma na msamaha wake wa kumtoa mwanawe wa pekee aje azaliwe kwetu, ili sisi tupate kujifunza, tupate kupatanishwa na Mungu kutoka katika hali yetu ya dhambi.
Basi ndugu zangu, tuna wajibu wa kuweza kuitikia wito huu ambapo Yohana Mbatizaji katika Dominika hii ya pili ya Majilio anatupa mwaliko wa kutubu. Wa kujiandaa ni njia mojawapo ya kufanya maandalizi ya kiroho katika kumsubiri huyu Masihi aje azaliwe kwetu. Tunapomsubiri, basi yatupasa kujiweka tayari, yatupasa kujiandaa. Maandalizi mojawapo kiroho basi ni kufanya toba na msamaha, kufanya uongofu wa ndani, tupate kuongoka na kuweza kumrudia Mungu kutokana na maisha yetu ya dhambi, kutoka katika maisha ya giza na kuishi maisha ya nuru. Basi ndugu zangu, Yohana Mbatizaji ni wito wake ambao anatukumbusha. Yote hii ikiwa ni katika kunukuu kitabu cha nabii Isaya kwamba sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Hivyo ndugu zangu, ni mwaliko wetu sisi sote kuitengeneza njia ya mapito yetu, ili Bwana atakapopita, Bwana atakapotufikia katika kuzaliwa katika mioyo yetu, atukute tayari tumejitakasa, tayari tumekuwa watu wasafi, tayari tumeweza kuishi maisha ambayo yatatufanya sisi kweli tuweze kumrudia Mungu kutoka katika njia zetu ovu na kufuata njia iliyo sahihi ya kutufanya sisi tuwe salama maishani mwetu. Basi wapendwa taifa la Mungu, hii yote ni kutukumbusha kwamba ndugu zangu, pale ambapo tunatamani zaidi kusherekea sikukuu ya Noeli, mara nyingi tunakimbia kipindi cha Majilio. Ndugu zangu, kabla ya kufikia Noeli tunakihitaji sana kipindi cha Majilio ili tupate kujiandaa vizuri. Tusikimbilie furaha zaidi bila kukumbuka kwamba tunahitaji pia kujisadaka. Kujisadaka ndipo katika kipindi cha Majilio tunatakiwa kujiandaa vizuri kiroho. Na wengine wanapenda Pasaka pasipo kupitia kipindi cha Kwaresima. Kuna wengine wanatamani kuwa na amani maishani mwao, lakini hawako tayari kutekeleza na kuwajibika vema katika kutenda haki. Ndugu zangu, pale ambapo tunajikita zaidi katika kutofuata haki, kutofuata kile ambacho ni haki ya kila mwanadamu kuishi, unatarajia amani unaitolea wapi? Pale ambapo tunashindwa kutimiza wajibu wetu kwamba haki ya huyu mtu ni kufanya hiki na kile, kila mtu kulingana na utaratibu wa familia iliyopo, wa jumuiya iliyopo, wa parokia iliyopo, wa kigango kilichopo, wa jimbo lililopo, wa taifa lililopo, bila kutenda haki. Ndugu zangu, tunasababisha vurugu. Hiyo amani ambayo tunaitamani maishani mwetu, wakati mwingine tunaweza tusiipate. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tunahitaji sana uongofu katika maisha yetu. Hata pale ambapo tunatamani kweli kuirithi mbingu, lakini pale ambapo hatutakuwa tayari kuongoka, kumrudia Mungu tungali hapa duniani, hiyo mbingu tutaisikia redioni. Basi wapendwa taifa la Mungu, Yohana Mbatizaji anatukumbusha umuhimu wa mabadiliko, ambapo sikukuu ya Noeli si kipindi cha likizo tu, bali ni wakati wa kujipiaisha kwa nguvu na neema tunayoipata kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anakuja kuzaliwa katika mioyo yetu. Lakini ndugu zangu, ni kitu gani ambacho tunajifunza kwa huyu Yohana Mbatizaji? Yohana Mbatizaji ni nabii asiye na makuu, ni mtu mnyenyekevu. Angalia tu mavazi yake ya singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake. Angalia chakula anachokula, chakula chake kilikuwa ni nzige na asali ya mwitu. Angalia mahali alipokuwa anaishi jangwani. Jangwani ndugu zangu ni sehemu ambapo katika maandiko matakatifu ni sehemu ambapo
tuko tayari kwa ajili ya kuweza kuishi mazingira hayo ili kuweza kujitathmini, kufanya tathmini ya maisha yetu. Wakati mwingine tunatakiwa kuwa tayari kujitesa, tunatakiwa kuwa tayari kujinyima ili tuweze kutafakari maisha yetu kwa kina na kuweza kumrudia Mungu. Hii ndio sehemu ya jangwani, kwamba tunakuwa tayari kwa ajili ya kufanya yote, ikiwa tu ni kufanya tathmini ya maisha yetu, kutoka katika maisha ya dhambi na kuingia katika maisha ya nuru, kutoka katika maisha ya giza na kuingia katika maisha ya nuru. Hii yote Yohane Mbatizaji anatufundisha kupitia maisha yake mwenyewe, anapokuwa akifanya unabii huu na kuweza kutekeleza kile ambacho ni mpango wa Mungu. Kwa kuwa Yohane Mbatizaji alizaliwa na Elizabeti, mama ambaye tayari alikuwa mzee, mama ambaye alishakata tamaa kwamba katika uzee wake hawezi kupata tena mtoto. Lakini ndugu zangu, mpango wa mwanadamu si mpango wa Mungu. Namna ambavyo mwanadamu anafikiria si kwamba Mungu naye anafikiria vivyo hivyo. Pale ambapo sisi uwezo wetu wa kufikiri umeishia, Mungu upo juu zaidi. Anaweza akatutendea na akafanya maajabu tofauti hata vile ambavyo tulikuwa tunatarajia. Kumbe ndugu zangu, kupitia Yohane Mbatizaji tunajifunza zaidi maisha ya unyenyekevu. Kwa sababu kitendo cha kuweza kujishusha, angekuwa ni mtu mwingine amepata nafasi kama hiyo, angeweza kujikweza zaidi. Lakini yeye anajishusha na kuweza kueleza kwamba yupo ambaye anakuja nyuma yangu, ana nguvu zaidi kuliko mimi. Sistahili hata kushika gidani ya viatu vyake. Basi wapendwa wa taifa la Mungu, ni unyenyekevu wa hali ya juu. Unyenyekevu wake Yohane Mbatizaji ni fundisho kwetu, kujishusha kadiri ya vipaji ambavyo tumejaliwa na Mungu. Kiasi kwamba kila mmoja ana nafasi, kila mtu ana karama ambayo amejaliwa na Mungu. Lakini hatutakiwi kutumia karama zile ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia kuweza kuwatesa watu wengine, kuweza kuwadharau watu wengine. Bali tutumie vipaji hivyo kwa ajili ya faida ya watu wengine. Kwa sababu sisi sote hakuna aliye mkamilifu, sote tuko wadhaifu. Hivyo katika udhaifu wetu tunatakiwa kujinyenyekesha na kuweza kuomba toba kwa Mungu kwamba sisi ni wenye dhambi. Katika hali hiyo ya dhambi tunaomba msaada wa huruma yako Mwenyezi Mungu ipate kutusaidia sisi kuweza kujirudi na kuweza kufanyika kuwa upya, ili Kristo atakapokuja kuzaliwa katika mioyo yetu tuweze kufanyika upya. Yote ni kwa msaada wa Mungu na si kwa nguvu zetu. Na ndio maana wakati mwingine tunafika mahali kudharauliana na kuona wengine si kitu, kujiona au kujipa madaraka tusio nayo, na hata kuhangaika kufanya mambo yanayoshinda hata uwezo wetu. Kwa sababu wakati mwingine tunajikuta kwamba tuna uwezo wa kufanya jambo fulani, afu mwisho wa siku tunaaibika. Kwa sababu kila mtu ana uwezo wake binafsi, kila mtu ana karama yake. Ila wakati mwingine tunavamia karama za watu wengine ili tu tupate kuonekana, ili tupate tu kujiona kama na sisi tuna nafasi fulani katika jamii. Lakini wakati mwingine natakiwa tuwaruhusu watu wengine waonyeshe vipaji vyao, tusiwanyime nafasi. Tuwape nafasi waweze kuonyesha vipaji vyao, na sisi tutapata nafasi wakati mwingine. Kwa sababu wakati mwingine tunawanyima watu riziki zao kwa namna ambavyo sisi hatuna uwezo huo. Basi ndugu zangu, ni nafasi ya kuweza kutafakari. Hii yote ni kwa mtu ambaye amejaliwa fadhila unyenyekevu, ndiye anaweza kuyatenda haya na kuweza kuthamini maisha ya watu wengine. Ndugu zangu, tujifunze kwa Yohane Mbatizaji juu ya unyenyekevu kwa kujiweka mikononi mwa Mungu, kujikabidhi mikononi mwa Mungu, kutegemea huruma yake Mungu maishani mwetu. Tutegemee huruma yake ili siku zote kupitia huruma yake tutasaidiwa hata katika nafasi zile ambazo bila sisi kufahamu tunajikuta tu kwa neema ya Mungu
tumepata mafanikio. Kumbe wakati mwingine hata mazuri tunayoyafanya ndugu zangu, yawe ni kwa faida ya wote na iwe sifa na utukufu kwa Mungu. Hivyo tusijikweze. Mafanikio yetu wakati mwingine tunayoyapata, yatupasa tumshukuru Mungu, kwa sababu ndiye anayetujalia na ndiye anayetusaidia sisi tuweze kufanya nini? Kufanikiwa. Lakini pale ambapo tunatumia mafanikio yetu kuwakandamiza watu wengine, tena wakati mwingine hatuna nafasi ya kuweza kufanikiwa, au wakati mwingine tunawakandamiza watu wengine ili sisi tufanikiwe. Kwa kumbe kuanguka kwa wanadamu wengine ndio mafanikio ya binadamu wengine, kitu ambacho si sahihi na si kizuri maishani mwetu. Kumbe ndugu zangu, mwisho wa siku tunahitaji uongofu wa ndani. Uongofu huo ni katika kuchuchumilia na kuweza kukitekeleza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kwa lengo gani? Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutupatanisha sisi na Mungu Baba, kwa kuwa tumemkosea, kwa kuwa tumekuwa watenda dhambi, tumekuwa na mioyo migumu. Kwa Kristo anakuja kutupatanisha na Baba. Hivyo tuchumilie katika kuelekea na kuweza kufuata, kukimbilia swala la upatanisho maishani mwetu, kwa sababu heri walio wapatanishi, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ndugu zangu, katika hali ya uongofu tuwe tayari kutoa msaada kwa fukara. Tuwe tayari kutenda na kutetea haki na sheria, lakini sheria tukitanguliza hekima na busara maishani mwetu. Tuwe tayari kukiri makosa yetu kwa wale ndugu ambao tumewakosea, maana wakati mwingine tunakuwa ni wakosefu, tumewakosea ndugu zetu, lakini hatuko tayari kuomba msamaha. Na wakati mwingine tunaona kwamba tukiomba msamaha ni kama tunatengeneza fedhea, au tunajitengenezea dharau, au unajipunguzia heshima. Ndugu zangu, kama umekosea, omba msamaha. Msamaha ni tiba. Msamaha ni tiba. Ndugu zangu, hali nyingine ya uongofu, kuonyana kindugu, kurekebisha maisha yetu. Ndugu zangu, kwa kuwa sote ni binadamu, tunakosea. Tunahitaji hii hali ya kuweza kuonyana kindugu. Na tunapoonyana kindugu, kila mmoja, hata yule unayepokea kurekebishwa, manake uwe tayari kukiri udhaifu wako na kuweza kujirekebisha. Kwani pale ambapo mmoja amekosea, mwingine anapokuja kukurekebisha, ndio tunakamilishana kwa mtindo kama huo. Tuchunguze dhamiri zetu, tuangalie vizuri, tuwe na maongozi mazuri kiroho, na mwisho wa siku tuwe tayari pia kuwa na uvumilivu katika madhulumu kwa ajili ya haki. Hii yote ukirejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1435. Hivyo ndugu wapendwa, tunapotafakari juu ya ujumbe wa Yohane Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndugu zangu, haya yote ni mambo ya nyakati za mwisho. Tunapaswa kujiweka tayari, kwa sababu hatujui siku wala saa. Muda wowote kifo kinatujia. Kama kifo kinatujia, ndugu zangu, tunapaswa kuwa tayari muda wote, ili katika ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo katika sikukuu ya Noeli, siku zote tuweze kutambua kwamba tuna nafasi ya kuweza kujiandaa vizuri, tuyanyoshe mapito, ili Bwana atakapokuwa amezaliwa, azaliwe katika mioyo yetu tukiwa na amani, upendo na furaha. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Watu wa Sayuni, tazameni watu wa Sayuni,